Naye alikuwa gavana wa kaunti ya Kiambu, Ferdinand Waititu, amepata pigo jingine baada ya juhudi zake za kutaka kifungo chake cha miaka 12 gerezani kufutiliwa mbali. Hii ni baada ya Jaji Lucy Njuguna kukataa ombi lake jipya la kubatilisha hukumu ya makosa ya ufisadi wa shilingi milioni 588 wakati alipohudumu katika wadhifa wa ugavana. Mtazamaji, hii ni mara ya 4 kwa Waititu kutaka hukumu hiyo ibatilishwe. Haya na mengine mengi ni katika mkusanyiko wa taarifa zetu kutoka katika kitengo cha Mizani ya Haki. Kwa jina la utani baba yao alihukumiwa mnamo mwezi Februari mwaka huu na kuagizwa alipe faini ya shilingi milioni 53.5 au atumikie kifungo cha miaka 12 gerezani. Wakati wa kutolewa kwa hukumu hiyo, Waititu alizuiwa kuwania wadhifa wote wa kisiasa kwa kipindi cha miaka 7. Waititu hakulipa faini hiyo na katupwa gerezani hadi tarehe 31 mwezi Julai mwaka huu, wakati Jaji Njuguna alipoagiza aachiliwe kwa dhamana ya shilingi milioni 53 akisubiri kusikizwa kwa rufaa yake. Katika ombi la hivi karibuni, Waititu alitaka kurekebisha ombi lake la kuwasilisha ushahidi mpya pamoja na sababu nyinginezo zinazohusiana na kesi yake. Kesi hiyo imeratibiwa kutajwa mnamo tarehe 1 mwezi Oktoba. Kwingineko, mahakama ya kushughulikia kesi za ufisadi ya Milimani imetoa muda wa siku 30 kwa upande wa mashtaka kuwasilisha hati za maandishi kwa gavana wa Bomet Hilary Barchok pamoja na mshukiwa mwenzake katika kesi ya ufisadi inayowakabili. Hakimu katika kesi hiyo, Selesa Okore, alitoa agizo hilo baada ya kusikiliza mawasilisho kutoka upande wa mashtaka na ule wa utetezi wakati wa kikao cha kutathmini mustakabali wa kesi hiyo. Wakati huo huo, mahakama kuu mjini Bungoma imetoa maagizo ya muda kwa mlalamishi anayepinga orodha ya majina ya watu wanaopendekezwa kutambuliwa wakati wa sikukuu ya Mashujaa mwezi ujao. Jaji Rose Ougo aliagiza ombi hilo kuwasilishwa kwa mtetezi katika kipindi cha siku 7, huku kesi hiyo ikipangwa kusikilizwa tarehe 7 mwezi Oktoba.